وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamd. Leo katika darasa yetu ya kwanza kwenye muda huu wa baada al-asri tutajifunza tafsiri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni Qur'an. Tunafahamu nafasi ya Qur'an katika Uislamu kwamba ndiyo mwongozo wa kila Muislamu katika kila jambo lake analofanya, la siri ama la dhahiri. Lakini pia tunafahamu kwamba mwezi wa Ramadhan ndiyo mwezi ambao ndani yake kuliteremka kitabu hichi kitukufu cha Qur'an ambacho ni mwongozo kwa walimwengu wote. Pia tufahamu kwamba kuna fadhila na ujira mkubwa wa kuisoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ujira unaongezeka zaidi mtu akisoma Qur'ani akiwa anafahamu maana yake, ili apate tadabbur, kuzingatia yale mafunzo yaliyomo ndani ya Qur'an ambayo ndiyo lengo kuu la kuteremshwa Qur'an. Leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tutajifunza tafsir ya sehemu ndogo tu ya suratul Fatiha ama alhamd. Tumechagua hii kwa sababu ndiyo ambayo tunayo kila siku katika swala zetu. Swala haiwezi kukubaliwa mpaka mtu asome suratul Fatiha. Ndiyo maana hata baadhi ya wanazuoni wakaiita kwa jina la as-salah, inaitwa as-salah, miongoni mwa majina yake ni as-salah. Na pia jina la as-salah kwa sababu swala haikamiliki bila kusomwa al-Fatiha. Lakini pia jina lingine ni al-Fatiha, ambalo unalisikia mara nyingi. Imeitwa hivi kwa sababu ndiyo ufunguo ambao unafungua Qur'ani. Maana yake ukifungua Qur'ani tu, sura ya kwanza ni suratul Fatiha. Al-Fatiha min fataha yaftahu, amefungua, anafungua, kufungua. Kwa hiyo ikaitwa al-Fatiha kama ni ufunguzi, kwa maana ufunguzi wa Qur'ani. Tukisema Qur'an tunasema Qur'ani nzima. Maana wengi wetu tumezoea kwamba sura za mwanzo ziko katika juzu amma, lakini Fatiha katika juzu amma imewekwa ili watu wajifunze mwanzo kwa umuhimu wake wa swala. Lakini asili ya Fatiha haipo katika juzu amma, juzu 30, ipo juzu ya kwanza suratul Baqara, ndio kitu al-Fatiha, ufunguzi wa Qur'an. Na ina majina mengi, ummul kitab, mama wa kitabu, na pia majina mengine Qur'anul Azim. Yote ni majina ambayo imepewa suratul Fatiha. Wanazuoni wanasema kila kitu ambacho hupewa majina mengi, wanazuoni wa Kiislamu, kitu kizuri chochote kile kinachopewa majina zaidi ya matatu, mawili na kuendelea, kinaonesha ukubwa wa kitu hicho. Ndio maana ikaitwa al-Fatiha, ummul kitab, sab'u mathan, as-sala, al-Qur'an al-Azim, na alhamdu pia ni jina lake pia, ambao ni mashuhuri kwa watu wengi. Haya mawili mashuhuri, alhamdu au al-Fatiha, mashuhuri. Kwa hiyo tutaangalia kidogo yale yanayopatikana katika suratul Fatiha, na tutaanza na hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsi al-Yamani.
ambaye kunia yake ni Abu Huraira. Tukisema kunia maana yake baba fulani au mama fulani, hiyo ndio kunia, na ndio linajulikana sana Abu Huraira. Jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsi, mwenye asili ya Yaman, lakini pia ni katika wale ambao walipokea hadithi nyingi mno kuliko sahaba yoyote yule kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anatusimulia Abu Huraira, anasema sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, anasema anasema ameyasikia haya mtume ameyapokea kutoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni hadithul qudus. Mazungumzo yanayofuata hapa ni mazungumzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kuna hadithul qudus na hadithun nabawi. Tutakuja kufahamu hilo katika somo la hadithi ambalo lipo siku ya Jumatatu na Jumanne kupitia Sheikh Shamsi Ilmi. Anasema Allah anasema qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfain, nimeigawa swala. Allah anasema nimeigawa swala. Inazungumziwa swala hapa suratul Fatiha. Imeitwa nini? Swala. Wengine wakasema swala hapa inazungumziwa swala yenyewe, kwamba Allah ameigawa swala makundi mawili. Lakini kwa mtiririko wa hadithi ukiona ya kuona, je, swala hapa ni swala yenyewe tunaoswali dhuhuri al-asri na nyingine, au na kuzungumziwa al-Fatiha ambayo nilizungumza mwanzoni kwa jina lake as-salah. Nimegawanya vigawanyo viwili. Baini, kuna sehemu ni kati yangu mimi, wa baina abdi, na mja wangu. Kuna kipande katika suratul Fatiha kinanihusu mimi Allah anazungumza na mja wangu huyu anayesoma suratul Fatiha. Wali abdi ma saal, na pia na lila mja wake amelipata atakaloliomba. Nafasi ya kwanza Allah ameigawa, inamhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake. Nafasi ya pili Allah ameigawa, ni maombi ya mja wake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaona fa idha qala al-abd, mja wangu wanaposema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote, shukurani zote lillahi, ni kwa ajili ya Allah rabbil alamin, mola mlezi wa ulimwengu wote. Wanazuoni pia wakasema alalamin bifathi lam, ukisema rabbil alamin wanazungumziwa viumbe waliomo ndani ya sayari mbalimbali. Kwa lugha nyepesi sema ni ulimwengu, wanazungumziwa viumbe waliopo katika sayari tuliopo ya Earth, Mars, iwe ni Jupiter, si Venus na zingine ambazo tuzijui. Allah anasema, unavyosema alhamdulillahi rabbil alamin, namshukuru Allah mola wa walimwengu wote, au shukrani zote ni zake Allah. Shukrani na sifa, athana wa shukru lillah, ambayo ndio mlezi wa kila kilichopo katika ulimwengu wote ule unaofahamu na usiofahamu. Wengine wakasema alamin, ikiwa hivyo inakusudiwa zile sayari zenyewe, na ikiwa alimin wanakusudiwa wale waliomo ndani ya sayari. Hatutaki kwenda huko katika masuala ya lugha, lakini tutosheke tafsiri hiyo. Qala Allah ta'ala, ukishasema maneno hayo alhamdulillah rabbil alamin katika swala popote pale, Allah husema hamidani abdi,
mja wangu amenisifia na kunipa sifa ninazostahili. Wa idha qala ar-rahmanur rahim, unaposema ar-rahmanur rahim, Allah husema athna alayya abdi, Allah amenisifia. Wa idha qala maliki yaumiddin, ukisema maliki yaumiddin, yani mfalme wa siku ya malipo au mmiliki wa siku ya malipo. Na hapa kuna qiraa mbili katika usomaji, maliki yaumiddin au maliki yaumiddin, yote ni sahihi. Maliki yaumiddin kwa kurefusha la mim, maana yake weka madda katika mim, malik maana yake ni mmiliki ad-din, siku ya malipo. Ukisema maliki yaumiddin maana yake ni mfalme wa siku ya malipo. Wakini wanasema wanazuoni ablagh, jambo ambalo ni bora zaidi katika mawili haya ni malik, miliki wa siku ya malipo. Maana mfalme yaweza kuponyoka na baadhi ya vitu katika himaya yake ya vijui, lakini sio mimi ndio mmiliki wa eneo hili, hapo maana yake hakuna mwingine tena. Kwa hiyo mmiliki wa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mje akisema hivyo, Allah husema majadani abdi, amenitukuza mja wangu. Utaona kule amenihimidi Mola wangu, amenisifia Mola wangu, amenitukuza Mola wangu, kama vile yanafanana, lakini katika hali ya tafsiri ya undani zaidi ni tofauti. Kila moja lina nafasi yake kubwa zaidi kuliko lingine. Kuhimidi, alhamd, amenihimidi Mola wangu. Amenihimidi mja wangu, jazakumullahu khair, amenihimidi mja wangu. Kuhimidi ni kuhimidi ni kushukuru kile Allah alichokupatia. Na tumezoea alhamdulillah, wa Mungu anijalia shaba bwana, si ndio unasema hivyo, lakini ndani kuna kuthamini yule aliyokupa kile ulichompa. Moja. Kushukuru pia ina maana nyingine. Kushukuru ni mtoto wa kuhimidi, lakini tofauti kabisa. Kushukuru ni kumshukuru mtu aliyokufanya jambo jema, lakini ukaambatanisha na matendo ya shukurani. Kama ni katika zama zetu, unampa shahadatu taqdir, certificate of appreciation, cheti cha kuthamini mchango wake. Na haya Allah anayazungumza ndani ya Qur'an akisema shukurani nini, pale ambapo alitaja yale ambayo aliwafanyia watu wa Daud na baba yake na mwanae Suleiman, wote ni manabii wawili hawa mengi. Daudi wa alanna lahu alhadid, alipewa uwezo wa kulainisha chuma, alikuwa ni muhunzi wa mwanzo katika historia ya ulimwengu. Chuma anakichukua anakifanya anavyotaka yeye, yani kwa umbile alitaka, kama iwe shoka iwe nini na kadhalika, na mengine mengi. Sauti nzuri ya jibalu awibi maahu wat-tais, alikuwa akisoma mpaka ndege wanatulizana wanafatisha anachosoma, akisoma Zaburi. Neema nyingi alipewa, na alikuwa ni mfalme pia. Lakini pia Suleiman, mnafahamu mambo yake, alipewa uwezo wa kuongea na mdudu yoyote au mnyama yoyote. Ulimna mantiq at-tayr, tumefundishwa hata utamkaji. Mantiq ni kukisikiliza kitu na kukifahamu, ndio mantiq. Ndio kuna elimu ya nahwu, balagha, mantiq. Anasema mantiki yake nini hapa? Sishasikia ndio ni mantiq. Mantiq ni utamkaji, umetamka jambo lakini sasa lina maana gani ya ndani na makusudio yake. Allah alimfundisha Suleiman kufahamu mantiq.
Kwa hiyo ndege analia sisi tunasema analia tu, ndege analia, mbwa analia, mbwa anabweka, mbuzi analia, na nini na nini, lakini zile ni mantiki. Kama Allah alivyosema, miti, wanyama, dawa, wanyama wote wanamsabihi Allah, lakinnakum la tafqahuna tasbihahu, nyie hamuelewi kama wanamsabihi Allah, maana wanacheza cheza tu. Zote baada ya neema hizi kutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hawa aliowajaalia, alikuwa pia anaweza kuamuru upepo Suleiman umpeleke atakapo. Ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun. Allah akamwambia, i'malu ala Dauda shukra, tendeni mema, shukrani zenu nyi watu wa Daudi zio kwa vitendo. Angalia, ndo ushahidi uko hapa. Al-amal, i'malu, tendeni, ala Daud, familia ya mzee Daud, shukra, liajli shukri llahi ta'ala, mafuli ajlihi. Kwa hiyo haya maneno kumhimidi, kumsifu ni kutaja ule wasifu walionao. Usiku kuna wasifu profile, wasifu wake, huyu ni kumtaja, huyu ni hivi, huyu ni hivi, lakini kumhimidi kwingine na pia kumshukuru kwingine. Allah anaendelea, wa idha qaa ar-rahman ar-rahim, akisema, nishamaliza thanao hapo, ndio kumsifu kwamba thana alayya abdi, Allah amenisifia. Maana yake umetaja majina ya Allah, ar-rahman mwingi wa rehema, ar-rahim mwenye kurehemu. Ndio anasema mwenye neema kubwa kubwa dunia, neema ndogo ndogo duniani, kubwa kubwa akhera. Iko ni tafsiri. Tayib, ar-rahman mwingi wa rehema, ar-rahim mwenye kurehemu. Ar-rahman unasema ni rehema ambazo zinawaenea watu wote bila kujali mtenda maovu au mtenda mema. Ar-rahim ndio rehema pana zaidi ambayo itawahusu hasatan waumini siku ya kiyama au baada ya kufa kwao. Hebu kwenda haraka twende kwenye mantiki lingine. Fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mtu akisema iyyaka na'budu, hakika wewe tu, iyyaka wewe tu, na'budu ndio tunaokuabudu, wa iyyaka nasta'in na wewe pekee ndio tunakutaka msaada. Mja akisema neno haya iyyaka, wanasema fasiri wa lugha katika hili, jambo likianza na mtendwa object au subject, likianza na yule mtendewa wa jambo, huwa linakuwa na maana pana kuliko kuanza mtendaji. Kwa maana gani? Iyyaka, wewe pekee ndio unaokuabudu. Ukisema hii nyumba ni miliki ya Umar, au Umari ndiyo mmiliki wa nyumba hii, na katika lugha usema mmiliki pekee wa nyumba hii ni Umar, lipi zito hapo? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sio imepanga pangwa tu, manake haya tunayasema ndani ya swala, je, yapo katika nyoyo zetu, yanapita? Huenda swala hazitufishi tunapotaka sisi kwa sababu hayapiti katika nyoyo zetu haya. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndio tunaokuomba msaada. Al-isti'ana, miongoni mwa Sheikh alhamdulillah, kesho Sheikh Absalam yupo hapa, somo la tauhid, mtakuja kukuta isti'ana, kutaka msaada. Je, unavokuwa ukisema haya unamaanisha kwa dhati ni kweli msaada wa utaka kwa Allah peke yake? Pale unakiri wewe pekee ndiyo tunayokuomba msaada. Sita kurefusha ndani ya tauhid. Qala, Allah husema hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Hili alilolisema wewe tu ndiyo tunaokuabudu na wewe tu ndiyo tunaokuomba msaada, hili ni langu mimi na mja wangu,
La kwanza ni la Allah, zile sifa nini za Allah zote hizo. Sasa hili ni langu mimi Allah na mja wangu. Alafu natoa ofa, wali abdi ma saal, na amelipata mja wangu atakoliomba. Baada ya hapo inakuja nini? Inafuatia nini jamani? Ihdina siratal mustaqim. Nataka mseme, sio nimesahau. Unaanza dua tuongoze njia iliyonyooka. Tunaposwali tunayafikiria haya katika nyoyo zetu na akili zetu. Wakati tunasoma tufikirie, na ladha ya swala utaipata, ladha ya ibada utaipata, na ujira mkubwa utaupata. Ndiyo pale Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na Qur'ani kwamba mtu anapata ujira ila 70 ila 700 dhif. Watu wanapata zaidi ya 700 na zaidi. Tunaswali wote hapa, kuna mtu anatoka hapa sio na daraja 25 au 27 basi, lakini ile 700 na zaidi hapati. Kwa sababu nini? Kuna vitu bado tunaviacha katika swala zetu. Qad aflaha almu'minun alladhina hum ala salatihim khashi'un. Na utaupata unyenyekevu ukiwa unaweza kuzingatia kile ambacho unakisoma. Kwa hakika wamefaulu waumini wale ambao katika swala zao ni unyenyekevu. Utapata unyenyekevu ujue unachokisema. Kwa hiyo ndio maana tukachagua sura hii tupate mafunzo machache katika sura hii. Dua inaendelea, lakini niongoze njia iliyonyooka. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Ikabainiwa njia gani tena hiyo? Siratal ladhina an'amta alayhim, sirata, njia ya wale ambao uliwaneemesha juu yao. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Miongoni mwa wale ambao tunaomba Allah tujumuishe miongoni mwao, tunawajua au tunasema tu siratal ladhina an'amta alayhim? Tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao Allah umewaneemesha. Tunawafahamu, Allah akawataja humun nabiyyin, ni manabii, was-siddiqin, na watu wa kweli. Sisi ni wa kweli. Wanataka ujumuishwe kwenye kundi la mawaziri wakati hata ubunge hujaufikia? Haiwezekani. Kabla ya am huwezi kuwa khas. Tayib, hao Allah ndio amewataja mashuhada ambao wao wanapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka nafsi zao zikatoka, roho zao zikatoka wakiwa katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine Allah amewataja. Nafupisha mazungumzo yetu tupate mazingatio machache. Ghairil maghdubi alaihim, ewe Mwenyezi Mungu usituongoze katika wale ambao umewakasirikia. Al-maghdub alaihim nao humu al-yahud. Al-maghdub alaihim ni wale ambao Mayahudi waliokengeuka katika yale Allah aliwataka kuyafanya, wakabadilisha Taurati, wakafanya watakavyo, wakachezea Taurati, wakaiweka isiwe huwe ile ambayo Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Wala dhalin, wala waliopotea. Maghdub alaihim ni Mayahudi, wakaitwa Allah aliyowakasirikia. Hawa waliifahamu kweli, lakini wakaipika, wakaikataa. Yaani walifahamu kweli, na Allah anathibitisha hilo, walifahamu kweli, lakini wakaona haina maana tuweke njia yetu sisi. Allah akawakasirikia. Wala dhalin, wala wale waliopotea. Sasa hawa wamepotea manake hawajafahamu njia ya kweli, wakapotea tu njia. Lakini hawa njia wanajua ndio njia hii inaenda sehemu fulani, wasema atwendi hiyo, tunaenda nyingine. Hawa sasa wamefika njia panda, hawajui njia ipi ni sahihi, wakaenda njia ambayo sio sahihi, ambao ni wa Kristo. Ni mazungumzo marefu kulizungumza hili la kuhusiana na maghdub alaihim wala dhalin. Baada ya mazungumzo hayo,
Kikubwa tunajifunza hapa, kuna vitu vitatu ndio vya kuzingatia. Majumuisho ya sura hii ambayo tumeisoma kwa haraka haraka sana tena. Jambo la kwanza ni mpangilio wa sura yenyewe. Wanazuoni wa fannul hiwar, fani ya mazungumzo katika nyanja mbalimbali, au negotiation skills, iwe ni sehemu ya kutaka maridhiano ya kibiashara, negotiation skills, au mazungumzo ya kuwaendea watu waliokuzidi umri wako au viongozi wako. Wakasema hii inatufundisha unatakiwa uanzeje. Ukitaka kuomba, unafika unaanza kwanza unasifu kile kitu, unamsifu ule mtu, lakini sio ile kwa kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa, sio ile iliyoko sasa ya kuitwa chawa, kwa ukweli uliokuwa dhahiri alionao. Inafundisha hii sura. Haya ni mafundisho katika maisha yetu ya kila siku, ya kutaamiliana na watu wakubwa, kutaamiliana na viongozi na watu mbalimbali tuzidi umri. Tunapaswa kutumia hii taratibu. Ni sura ya kwanza, kumbuka. Endelea kukumbuka hilo. Kwa nini imekuwa ya kwanza? Manake mambo utakuwa uanze nayo ni hivyo. Lakini imeanza na nini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Unamsifia Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote. Ar-Rahman Ar-Rahim, unatoa sifa alizonazo, mwingi wa rehema, mwenye huruma. Maliki yaumiddin, miliki wa siku ya malipo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe pekee ndio tunaokuabudu na wewe pekee ndio tunakotaka msaada. Unaanza ihdina siratal mustaqim. Lakini sasa sio uende pale, wewe bwana hakuna mtu akunisaidia isipokuwa wewe tu. Sema baada ya Allah, shida iko wapi? Kwa hiyo kuna utaratibu tunafundishwa hapa, jinsi ya kufikisha maombi. Na ndio maana hata Uislamu umefundisha dua inatakiwa ianze nini? Alhamdulillah rabbil alamin, si ndio hivyo kila dua? Kisha wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tena ni sunna kwanza bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alamin, na kuendelea. Hizi ni skills Allah anatuletea. Wenzetu wamezichukua hizi, shekhe wametengeneza vitabu makubwa. Hii sura moja tu katika mambo ya kijamii. Kwa hiyo pia unajifunza hilo, unataka ulifahamu katika maisha yako. Hapo ndio ufuatishe mambo yako. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kufahamu tafsiri ya kile ambacho nakizungumza, ladha yake uweze kuipata. Tafsiri, maana yake ya ndani, makusudio, falsafa yake na hekima yake. Kama tulichanganua baadhi ya maneno, kusema iyyaka na'budu, yani hapa umepeleka kila kitu kwa Allah subhanahu. Wewe ndio pekee yako kuabudu. Kesho hautakuwa tena una jambo lako unaweka tena mara kitu fulani kusaidie, sijui kinyamkera, sijui vitu gani, si una kijumba pale upeleke sadaka, si mara uchinje, mara ufanye nini. Hautakuwa na hayo. Jambo la pili hilo la kulizingatia. Jambo la tatu, tunapoisoma Qur'an tuwe pia tunaitafakari na kuizingatia. Kama linafanana la kwanza vile, lakini sio tofauti. Nimekuambia unaposwali yasikilize yale ambayo unayasema, ili moyo wako uweze kuupeleka sambamba. Na ukijua hili, utaona umuhimu wa kuomba dua baada ya swala. Watu wengi baada ya swala simu ndio kitu cha kwanza kanza, hata hiyo vingine bado. Kwanza ni simu kwanza, kwa sababu tayari ushaweka nini, uhusiano wako vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala, na ushamuonesha kwamba wewe ni muhitaji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baada ya hapo, wali abdi ma sa'al, Allah amesema hasa ni mja ni la kwake nampa atakayoliomba. Tunatumia fursa hii baada ya swala. Ndio ndio kwanza nilizungumza. Hiyo ndio nukta ya pili. Ya tatu, kama nilivyozungumza,
kile unachokisoma ndani ya Qur'an kizingatie, lakini pata muda hata nini wa kutafakari. Maswahaba wanasema walikuwa hawafundishi aya 10 baada ya kufundishwa aya 10 na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, walikuwa hawafundishwa aya zingine paka wazifanyie kazi zile aya ndo waje wafundishwe. Na ndio maana unaambiwa siku ambayo iliteremka aya inayozuia ulevi na pombe, mji wa Madina ulinuka pombe, utiririka, mifereji yote imejaa pombe, watu wanamwaga zile store zao, wenye vibanda vyao wanauza, wanamwaga. Walifanyia kazi ndio kaenda kwenye aya nyingine. Hayo ndio tupenda tuyachukue kwa uchache yanayohusu na suratul Fatiha, ambapo biidhnillah taala tutaangalia jambo lingine katika darasa ijayo kunako somo letu la tafsiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.